rufaa peleka Iringa, nikashinda. Mahakamani. Akakata tena na hukumu ya mahakama ipo. Ninazo zote. Akakata tena rufaa kwenye nyumba ya mgogoro wa ardhi, akapeleka kwa jaji, nikashinda. Akakaa kidogo tena akakata rufaa, akapeleka rufaa, nikashinda. Akakata kama mara 4, nikashinda. Ikatolewa hukumu, nikaja nayo kuja kumpatia, akagoma. Nikatafuta wadalali, aje dalali akabidhi eneo huo mwaka, wakagoma. Akasema hawapo wadalali Iringa, watapeli tu, na mwenyekiti wa kijiji akagoma kusaini. Ilikuwa lini hiyo? Kama kuna miaka kama 4 imepita. Huyo Hosea yuko wapi? Hosea naona anakaaga Mninga. Anakaa Mninga. Lakini eneo liko hapo sekondari hapo, hii shuleni hapa nani Muhamati. Mwanasheria wa wilaya yuko wapi? Mwanasheria wetu tulimpa kazi yuko wapi? Mwanasheria, tafuta muda leo kesho, ukutane na mama huyo, akupe nyaraka hizo za ushindi wa kesi yake, uzipitie, uthibitishe kwamba mama huyu mahakama ilimpa ushindi. Amesema ameenda maeneo karibu 4. Huyu anakata rufaa, yeye anaambiwa ni haki yake na mahakama. Anakata rufaa, baraza imemwambia ni haki yake. Hivi ni vyombo vyetu vya kisheria. Usiporidhika, taratibu zetu za nchi tulizoweka, unaruhusiwa kutokuridhika na uamuzi. Usiporidhika unakata rufaa. Kama rufaa zote mama ameshinda, huyu mama eneo ni lake. Na huyu kama ameenda kukimbilia kuliuza, ameuza mali isiyo yake, ameiba. Hiyo fedha iliyouzwa inatakiwa iende kwa huyu mama. Sasa wewe ukijiridhisha, nipate mawasiliano, na ukijiridhisha nenda kamtonye OCD, amkamate. Huu utapeli lazima ukome, amkamate, asitoke mpaka arudishe hizo fedha za huyo mama. Mwacheni mama aongee. Huyu na mwenyewe alionunua eneo langu. Yuko wapi? Huyu hapo. Aliyenunua yeye kauziwa tu. Aliyenunua yeye kauziwa tu. Mama usikimbie, wewe rudi tu. Rudi tu, hakufanyi chochote. Anasema anachukua nyaraka mheshimiwa. Anachukua nyaraka. Wewe si ni uliyenunua? Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe umewaisha kesi. Mimi nataka aliyeuza. Mimi sitaki aliyenunua. Mimi nataka aliyeuza eneo ambalo sio lake. Huyu ndo aliyeuza. Huyu ndo aliyeuza, huyu ndo aliyenunua. Huyu ndo aliyouza. Hebu tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Hosea Kiandu. Ndiye ambaye nimekuwa na kesi na Eliza Mamba kuanzia 2010. Amesema amekushinda mara 4. Ameshinda mara 4 na kesi iliisha mbele ya majaji. Kesi yangu imeenda mpaka majaji 4. Na ilivyoisha mimi nilikubali kwamba mpaka hapo hebu nirudi, majaji 4 nirudi, ili huyu mama mahakama ije mpe anachodai, kwa sababu mimi nakata rufaa kwa sababu naamini anachodai sio cha kwake, ni mali yangu. Kwa hiyo nikasema basi mahakama zilisha hukumu, zilitoa hukumu kwamba nirudi, afu huyu mama aje achukue eneo lake. Sasa kilichotokea, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nilimwomba Mungu, mimi ni mchungaji. Mimi nilimwomba Mungu. Nilimwomba Mungu. Kilichotokea, huyu mama alidai eka 4. Yaani ile iliyorudi kutoka mahakamani, ile order
au hukumu ilisema mama huyu apewe eka 4. Walivyokuja kwenye site wakapima kwa vipimo vyote, na hao madalali na watu wengine wa sheria na hata viongozi polisi na wengine, wakapima lile eneo wakaona ni eka 1.4, sio eka 4 kama mahakama ilivyosema. Mimi wakaniambia, bwana, uko tayari kumkabidhi mama huyu? Nikasema hapana, siko tayari, kwa sababu mimi naheshimu mahakama. Kilichotamkwa na mahakama ndio nakabidhi. Kwa hiyo kama ni eka 1.8, basi hilo eneo ni lingine, sio hili. Maana yeye kesi yake ya msingi ni eka 4. Na mheshimiwa, je, mahakama ilikuruhusu kuuza? Mheshimiwa baba mchungaji, baba, sasa unajua yule punda aliyembeba Yesu alitandikiwa kanga na akapokelewa na majani. Ulivyosema tu ni mchungaji, naogopa kuileta mahakama hapa. Hebu nenda na mwanasheria, kama huyo mama lile eneo lililohukumiwa na mahakama ndilo ulilouza, hilo ni kosa. Iwe eka 1, iwe nusu eka, iwe nusu sufuria, kama mahakama ikizingatiwa hukumu imetolewa na majaji 4. Mheshimiwa, naomba niongeze vizuri kwa ajili ya kumbukumbu. Ikumbukwe mgogoro huo chanzo chake, mheshimiwa, ilikuwa ni mimi kutoa hoja kwenye mkutano kama huu. Yaani nilivyotoa hoja, wananchi wanakumbuka wakati wetu tulikuwa na mgogoro wa ufisadi kwenye eneo letu la migogoro ya mashamba ya miti na nini. Nilivyotoa ile hoja, huyu mama na watu wabaya ndio walimuingiza huyu mama kwamba wewe mama mshtaki huyu. Lakini ukweli baba mchungaji, swala liko hivi. Swala liko hivi. Kesi imeenda mpaka ngazi ya majaji, na eneo mlilokuwa mnashindania ni hilo. Unajua hapa technicality hizo ni rahisi sana tu. Kuna ekari, kuna hekta na kuna vipimo vya macho. Unaweza ukapima zizi ukasema hapa ni ekari 1. Tukigombania hilo zizi, tusiende kushindana kwa kuleta rula. Kama majaji wamesema hilo eneo mlilokuwa mnagombania ni lake, ndio la kwake. Ndio hivyo. Na waliosema ni la kwake ni majaji. Majaji wangapi? 4. Na nyaraka zipo. Wewe ungetaka kusema kwamba kwa sababu ya hiyo technicalities ya kwamba wametumia rula ya pembe 3 na wametumia rula ya pembe 4, kwamba linaonekana liko tofauti, ulitakiwa basi na wewe ukate rufaa. Ndio utaratibu wetu wa kisheria. Lakini kwa sasa hivi, baba mchungaji, hukumu ya majaji inasimama. Hukumu ya majaji haitenguliwi mtaani. Jamaa, mimi sijasoma sheria lakini nafuatilia sana mambo ya kisheria ya nchi yetu. Hukumu ya majaji haitenguliwi mtaani tu barabarani hivi. Hata mimi mwenyewe siwezi kutengua hukumu ya majaji. Siwezi kutengua hukumu ya mahakama. Hata mahakama ya mwanzo, hukumu yake haitenguliwi kwa maelekezo, wala haitenguliwi tu hivi kwa kujadiliana. Ndio maana huyo mama alikuwa mkipika hatua moja anajua taratibu zinabadilishwaje, anaenda ngazi inayofuata. Sasa kwa hatua hii tunakushukuru sana, umekuwa muungwana, umejitokeza kabla hatujakutumia OCD. Sasa endeleza huo uungwana, baba mchungaji. Hilo eneo mahakama ilishaamua, majaji walishaamua. Kaa na mwanasheria, fanyeni hizo computation, tunamuongezea na mkuu wa wilaya, tafuteni muda wenu, mmalize hilo swala la huyo mama. Malizeni. Mahakama imempa haki na lazima tuheshimu vyombo vyetu vya haki.
na kwa kweli usingekuwa mchungaji nilikuwa nachukua hatua mbaya sana. Sasa mimi ni mtoto wa kanisa na mheshimu Yesu. Yule, Bwana Yesu asifiwe. Yule punda aliyembeba Yesu alipokelewa kwa bashasha na kutandikiwa kanga na vitenge na kupuliziwa kwa majani. Akadhani heshima ile ni yake. Baada ya kumshusha Yesu, kesho yake akapita, kila mtu anasema huyu punda mbona anataka kukanyaga nyanya zangu? Huyu punda vipi huyu? Sasa bana, tunamheshimu Yesu na upako aliobeba. Kwa hiyo walimalize tu ili tusifanye. Imeisha hiyo Imeisha hiyo Ale, tuongeze. Haya, sasa tumalizie. Kuna hili, ndio maana nasema hebu waseme hawa.